Mada yangu mimi nitazungumzia neno hizbia katika mambo ambayo kila ambaye mwenye kufuata sunna anasikia kitu neno hizbi. Nitaanza muhadhara huu kwa kusema kwamba Uislamu umelingania ila tauhidi al-kalima. Uislamu umelingania kuwa neno moja, sote tuwe neno moja, wa wahdati safi, na kuwa katika safu moja, lima fihi min naf'i biladi wal ibad, kuwa safu moja na neno likawa moja katika dini ya Uislamu. Uislamu umelingania Waislamu wote wawe ni neno moja ambalo ni chimbuko lake kutoka kwa salaf, na Uislamu umelingania kuwa safu moja kwa sababu ndani yake kuna manufaa ya miji na kuna manufaa kwa waja. Lakini pia Uislamu umelingania nahi an alfurqati watahazzubi walikhtilafi. Uislamu umekataza jambo la kuwa makundi na kuwa na uhizbia na kuwa na khilafu. Uislamu umekataza mambo haya kwa sababu mambo haya matatu athari zake mbaya yatarattabu ala dhalika min fasadi albiladi walibad. Athari yake mbaya ufungamana na hayo jambo la kuwa na furuka na ikhtilafu na uhizbi baina ya safu ya Waislamu, usababisha upatikana ufisadi katika miji, na ufisadi huo upatikana kwa waja. Imedhihiri wakati huu katika miji mingi maafa ya uhizbia kwa mtu mmoja mmoja na pia katika mujtamaa. Ikawa ni lazima inawalazimu maulama na wale wanafunzi waliosoma misingi ya ahli sunnati wal jamaa kusimama wote kubainisha na kuweka wazi malengo yao au hizbia yaliyokuwa mabaya, na kutahadharisha mtu mmoja mmoja na mujtama kunako maangamivu na mabaya ya uhizbia. Allah subhanahu wa ta'ala amesema vibaya Waislamu kuwa na furqa katika aya nyingi katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, hawakuwa makundi wale ambao waliopewa kitabu Mayahudi na Manasara isipokuwa baada ya kuwa imewafikia wao bayina. Ipowafikia bayina kutoka kwa Allah na kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wakatofautiana. Allah anakemea jambo la kuwa na makundi katika jamaa ya dini. Kisha Allah akasema wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, hawakutofautiana isipokuwa baada ya kuwafikia wao elimu. Baghyan bainahum, hawakutofautiana. Aya hii katika suratu Shura, Allah anakemea jambo la furqa, la kuwa na makundi katika dini ya Uislamu, kwamba hawakutofautiana na wakawa makundi isipokuwa baada ya kuwafikia elimu. Na Allah anasema pia innal ladhina farraqu dinahum, hakika ya wale waliofarikisha dini yao wakaifanya kuwa makundi, wakanu shi'an, wakawa makundi kwa makundi. Allah anamwambia Mtume lasta minhum fi shay'in, wewe sio miongoni mwao katika lolote. Hao waliotengeneza Uislamu wakaifanya dini yao kuwa makundi, wewe sio miongoni mwao katika chochote. Innama amruhum ila Allah, hakika jambo lao lipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kisha Allah atawabainishia yale waliokuwa kiyafanya. Allah aya nyingine anasema ya ayuha rusulu, enyi mitume, kulu minat tayyibati wa'malu salihan, kuleni katika yaliyokuwa ya halali na fanyeni matendo mema. Inni bima ta'maluna alim, hakika mimi yale mnayofanya ni mjuzi zaidi na yafahamu. wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida
Allah anatuambia hakika huu umma wenu, yani ummatu Muhammad ni umma mmoja, wa ana rabbukum fattaqun, na mimi ni Mola wenu mniogope, mumche Allah, mimi ni mmoja. Allah anatuambia umma huu ni kitu kimoja na Allah ni mmoja. inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika umma wenu umekuwa ni umma huu mmoja, umekusanyika katika jambo moja. Wa ana rabbukum fattaqun, na Allah akasema mimi ni Mola wenu aliyekuwa mmoja, niogopeni. Lakini Allah akaendelea kusema aya iliyofuata, fataqatta'u amrahum, wakalikatakata jambo lao, baina yao, fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun, likakatika kila mmoja wakakata jambo lao baina yao, yakawa ni makundi, kila kundi moja bima ladayhim farihun, yale ambayo wako nayo katika misingi yao wanafurahika na yale waliokuwa nayo. Kwa aya hizi na zinginezo nyingi ambazo zimekuja kukemea na kusema vibaya kuwa na ikhtilafu katika dini, kuwa na makundi katika dini, aya hizi zimekuja nyingi sana na zikikemea neno hizbia. Wakati huu nitasoma maelezo yanayoelezea maana ya hizbia na tafarruq. Neno tafarruq ambalo limeelezwa katika Qur'an na maana ya hizbia. Iftiraq katika umma huu, iftiraq katika lugha ya Kiarabu ina maana nyingi. Katika miongoni mwa maana zake katika lugha ya Kiarabu, iftiraq ina maana ya ikhtilaf, ina maana ya inqisam, ina maana ya at-tabaud. Ina maana ya kwanza, maana ya neno iftiraq ina maana ya ikhtilaf, na pia lina maana ya inqisam, kugawanyika. Na iftiraq ina maana ya at-tabaud, watu kuwa mbali. Hizi ni maana ya iftiraq katika lugha ya Kiarabu. Na katika miongoni mwa maana zake katika lugha ya Kiarabu ni infisalu shay'an an shay'in, ni kuachana kitu kwa kitu. Ndio maana ya nini? Ya iftiraq. Tuko pamoja Waislamu? Ama kwa istilah kisheria ina maana tofauti tofauti kwa wanachuoni neno iftiraq. Maana ya kwanza ina maana iftiraq huwa at-tafarruq fi ad-din, ni kule kufarikiana na kuwa makundi katika dini, wa ikhtilafu fi, na kuwa na khilafu katika dini, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika suratu Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala madha wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote wala msitofautiane. Allah anakasema wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim, kwamba msiwe na mfano wa wale ambao tafarraqu, Allah kataja neno iftiraq, ambao walikuwa makundi, wakhtalafu, wakatofautiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kuwa imewafikia uongofu na bayina kutoka kwa Allah. Allah anasema ulaika lahum adhabun adhim, hao siku ya kiyama watakuwa na adhabu kubwa kabisa. Kisha kauli yake Allah anasema katika suratul An'am, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Na katika kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema inma halaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab, wameangamia wale waliokuwa kabla yenu kwa sababu wao walitofautiana katika kitabu. Kile kitabu walichoteremshiwa wale waliokuwa kabla yetu waliangamia kwa sababu walitofautiana katika kitabu hicho. Na iftiraku katika jamaa ya Waislamu, iftiraku an jamaati almuslimin, yani ahli sunna, kuwa na ikhtilafu katika kuachana na jamaa ya Waislamu, kwa maana ya ahli sunnati wal jamaa katika masahaba, kwa sababu kitajwa ahli sunnati wal jamaa wanatajwa masahaba, wanatajwa matabi' wa man kana ala manhajihim. Ahli sunna
inaposemwa ahli sunna, wa kwanza kuingia katika ahli sunnati wal jamaa ni masahaba. Hao ndio wanaitwa nani? Ahli sunnati wal jamaa. Hao ni wakina nani? Masahaba. Kisha wanafuata tabi'in wa man kana ala manhajihim, na wale watakokuwa wanapita katika njia yao hao matabi' na masahaba, na wakapita katika mwongozo wao. Faman khalafa sabilahum fi amrin yaqtadi al-khuruj an usulihim fi al-i'tiqad, atakayekhalifu njia ya masahaba akakhalifu njia ya matabi' katika jambo ambalo linapelekea mtu kutoka katika misingi ya itikadi na kujitenga nao, washudhudhi anhum fil manahij, ukajitenga na njia ya hao masahaba na matabi' katika njia kuelekea kwa Allah, au ukatoka kwa maimamu, au ukahalalisha vita, huyu mtu atakuwa al-mufariq, akahalalisha vita dhidi ya baina ya Waislamu. Na hii ndio maana ya maneno wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man kharaja min at-ta'a wa faraka al-jama'ata famata mata mitata al-jahiliya, yule atakayetoka katika taa ya kiongozi akaiacha jamaa ya Waislamu. Jamaa hapa inayozingatiwa ni jamaa iliyojengwa katika misingi kuanzia yale ambayo walikuwa wakiitakidi masahaba na wakaitakidi wale waliofuata masahaba na wale waliopita njia hao, makundi haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema kwamba umma huu utagawanyika makundi 70 ngapi? 73. Makundi yote 73 yataingia motoni isipokuwa kundi. Katika riwaya moja inasema hiya aljamaa. Ni nini? Ni jamaa. Riwaya nyingine inasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa limeshikamana na yale niliyokuwa nayo mimi leo hii na masahaba zangu, na hiyo ndio jamaa. Atakayeacha jamaa hii ya masahaba akafa hali ya kuwa hayupo katika jamaa ya hawa masahaba, mtu huyu atakuwa amekufa kifo cha jahiliya. Kafa, hakufa katika kifo cha Uislamu, kafa katika kifo cha jahiliya. Wa binaa alayhi, na kwa kujengea hayo, mtu atakayetoka katika daira ya ahli sunnati wal jamaa walau fi asrin wahidin, hata kama atatoka akaacha msingi mmoja, akaacha msingi mmoja katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, misingi ya dini ya Uislamu kiitikadi na matendo yanayofungamana na mambo ya kukata ambayo yamebainishwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mambo ambayo ni masalihul ummati al-uzma, akakhalif, akaenda kinyume na maslahi ya umma huu yaliyokuwa makubwa ya kuzingatiwa Qur'an na sunna, au akayacha yote mawili. Hii ni maana ya iftiraq. Ama maana ya tahazzub, uhizbi, neno hili kila mmoja analisikia, na huenda katika kila masikio ya mtu anayejinasibisha na sunna anasikia fulani hizbi, fulani hizbi. Na hili wale watatanisha watu. Ukimwambia hizbi, kwa nini anachukia zaidi, hajui maana ya hizbi. Neno hili at-tahazzub katika lugha ya Kiarabu lina maana ya jama'atun nas, lina maana ya jama'atu, mnanielewa? Lakini Waislamu, neno tahazzub katika lugha ya Kiarabu maana yake lina maana ya jama'atun nas, jamaa ya watu, kikundi cha watu. Na kikundi kile cha watu vikiwa vingi wanasema ahzab. Usema nini? Ahzab. Na ukisema kwamba hizbu rajul, kwamba hili ni hizbu la mtu fulani, kwa maana ya kikundi cha mtu fulani, kwa maana ya ashabuhu ni wafuasi wake, wa junduhu alladhi ala ra'yi, ni kundi lake ambalo linafuata rai yake. Hawa wanasema ni hizbu fulani, hizbu la fulani, maana kikundi cha fulani ni kikundi ambacho kinafata na kimesimama katika rai za mtu fulani. Hii ni maana ya hizbu katika lugha ya Kiarabu. Tunapata kwa ina maana ya jama'atun nas, kikundi cha watu. Kwa maana nyingine ya kwamba tukisema kikundi cha fulani, kwamba ni kikundi ambacho kinafuata rai zake na mwongozo wake.
Ama hizbu kisheria ina maana ya kwamba fahuwa kullu jama'atin laha ra'sun, ni kila kundi ambalo lina kiongozi, sawa qallat au kathrat. Sasa kikundi hicho ni kidogo au kikundi hicho ni kikubwa, hicho kikundi ambacho kina kiongozi ambacho kinaitwa hizbu, tuwali wa tuadi ala asasi alhizb, wanapendana na wanachukiana kwa misingi ya lile kundi. Naelewa maana yake kisheria. Kisheria maana yake ni kikundi ni jamaa ya watu ambayo ina kiongozi. Kiongozi huyo, kikundi hicho sawasawa ni kikubwa au ni kidogo, hicho kikundi kikawa kinapendana na kinawachukia watu wengine, kinawafanyia uadui watu wengine, lakini kinawachukia watu wengine kwa sababu ya misingi ya lile kundi, inaitwa hizbi. Na hizbi au mtu kuitwa hizbiyun, ukisema hizbiyun ni kumnasibisha mtu na kikundi fulani. Ndio maana wao kuitwa mtu hizbi, kwa maana ananasibishwa na kikundi chenye kiongozi chenye mlengo fulani. Na hizbiyo kwa maana ya ahli sunnati wal jamaa salafiyin, kwa maana yao hawa masalafi, kwa maana ya neno hizbi, maana yake huwa kullu man khalafa manhaji an-nabi, huwa kullu man khalafa manhaja an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa sunnatahu, ni kila aliyekhalifu manhaji ya mtume na sunna zake. Wa huwa min ahzabi ad-dalal, atakaye khalifu sunna za mtume na manhaj ile njia aliyeipita mtume, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, atakaye khalifu anaitwa hizbi. Kwa maana nyingine ni kwamba ni mtu ambaye anajinasibisha na sunna lakini kakhalifu muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa nani? Anaitwa hizbi. Aliyekhalif sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam akakhalif mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama itakuwa ni jambo hili moja, ataitwa nani? Ataitwa hizbi. Hapa kuna tambihi kini, neno hizbi halijaharamishwa kwa dhati yake. Neno hizbi lenyewe kama neno hizbi halijaharamishwa moja kwa moja, inaharamishwa yale ambayo yanapatikana chini ya madhumuni ya lile kundi. Umeelewa maneno haya? Neno hizbi halijaharamishwa moja kwa moja, isipokuwa inaharamishwa yale yanayotokamana na lile kundi. Utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ukisoma Qur'an utaona Allah Qur'ani ameigawanya katika hizbaini. Makundi mangapi? Mawili, hakuna matatu. Kundi la kwanza Allah ameita hizbullah katika Qur'an, ni wale ambao tahazzabu wajtama'u ala ma yurdi Allah ta'ala, ma yurdi Allah ta'ala, yurdi Allah ta'ala. Hizbullah ni lile kundi ambalo limekusanyika juu ya yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akakukoteza ala nasrihim wa ghalabatihim fi dunya. Allah akakukoteza juu ya kwamba hili kundi lenye kufanya na kukusanyika katika yale yenye kumridhisha Allah, Allah ameahidi na kukukoteza jambo la kunusuru hawa, atawanusuru duniani hapa aliposema wa man yatawalla Allah. Allah anasema katika suratul Maida aya 56, wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah anasema man yatawalla Allah, atayempenda Allah na kumnusuru, wa rasulahu na mtume wake, walladhina amanu na wale walioamini, fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah ametaja neno nini? Hizbullah, kwamba hakika kundi la Allah ndilo lenye kushinda. Atakayempenda kwa sababu neno alwala ni kupenda na kunusuru. Atakayempenda Allah na akamnusuru, kwa maana kumpenda Allah na kumnusuru ni kufuata yale ambayo na kusimamisha na yale ambayo kayaamrisha Allah na mtume wake. Atakayemnusuru Allah na kumpenda Allah na mtume wake na wale walioamini,
Allah akaliita hili ni kundi la nani? Ni kundi lake. Lakini akasema kukoteza kwamba wamefaulu akhira, neno hizbullah, kundi la Allah, pale aliposema katika suratul Mujadila, la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ulaika hizbullah. Hapa neno Allah amefanya kalitaja ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Allah anasema hutowakuta watu wenye kumwamini Allah na wakaamini siku ya mwisho, hutowakuta wana mapenzi ya juu ya kuwapenda wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake, hata kama hao wanaompiga vita Allah na mtume wake watakuwa ni wazazi wake au ni watoto wao au ni ndugu zao au ni jamaa zao. Allah anasema hao utawakuta wanafanya mambo hayo, wanawapenda. Utawakuta wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda makafiri wenye kumpiga vita Allah na mtume wake. Hawa wenye imani hii Allah anasema ulaika kataba fi qulubihimul iman, hao Allah ameandika katika nyoyo zao imani. Wa ayyadahum bi ruhin min, akawapa nguvu kwa roho itokayo kwake ambayo ni Jibril. Wayudkhiluhum jannatin tajri, Allah atawaingiza katika pepo ambayo inatirizika chini yake mito, khalidina fiha, watakahumu milele, radiyallahu anhum wa radu anhu, ulaika hizbullah. Hao ndio kundi la nani? La nani? La Allah. Hapo unaona kwamba Allah hajaharamisha moja kwa moja neno hizb, lile lenye kujinasibisha kundi ambalo linaridhia na kupita yale mwongozo aliyoweka Allah na mwongozo aliyoweka mtume na mwongozo aliyopita nao masahaba. Katika mwongozo aliyoweka Allah na mtume wake, masahaba wakapita mwongozo huo, na wale watakaokuja kupita mwongozo huo wataitwa nani? Hizbullah. Akasema Allah, inna hizballahi humul muflihun. Kisha maana ya pili ya neno hizb, kuna hizbu shaitan. Kule tumeona hizbullah, kisha kuna hizbu madha? Hizbu shaitan, kundi la shaitan. Hizbu shaitan ni wakina nani? Wahum mimman tahazzabu wajtama'u ma la yurdi Allah ta'ala, haithu akada ta'ala ala khasaratihim, ni wale ambao wamejitengeneza kikundi wakakusanyika katika yale ambayo hayamridhishi Allah, wakakusanyika katika yale ambayo Allah hayaridhi, yani ana khalif muongozo aliyokuja nao mtume na muongozo aliyouelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akakokoteza kwamba watu hawa wako katika hasara na hawatofaulu hapa duniani na kesho akhera. Allah anasema katika suratul Mujadila, istahwadha alayhim ash-shaytanu faansahum dhikra Allah ulaika man? Ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun. Allah anasema istahwadha alayhim ash-shaytan faansahum dhikra Allah, shaytani aliwapambia maisha ya dunia akawasaulisha kumtaja Allah. Allah akasema ulaika hizbu shaitan, wale ambao wamesaulishwa na shaitan, hilo ni kundi la shaitan, wakasahau yale aliyoamrisha Allah, wakayapuuza yale aliyoamrisha Allah, hili ni kundi la shaitan. Kisha akasema ala inna hizba shaitani humul khasirun. Kwa hiyo tunaona neno hizbi halijaharamishwa kwa dhati yake, isipokuwa Allah ndani ya Qur'an ametaja neno hizbi katika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Kuna hizbullah ambalo ni kundi lake lenye kupita muongozo aliyoweka yeye na akauweka mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wakaridhia muongozo huo ukapita hapo, na sisi tukawajibishwa tupite muongozo huo aliopita masahaba. Lakini hizbu shaitan ni lile kundi ambalo watu wamekusanyika kuyafanya yale yote aliyoyaamrisha Allah, wakapita katika yale aliyokataza Allah na yasiyoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Hii neno hizbi. Lakini pia kwa haraka zaidi, kuna mambo mengi ya kuyataja lakini muda hautoshi, lakini lengo langu mimi nitaka nieleze neno hizbi.
Tumeona neno hizbi lina maana ya nini? Ya kikundi cha watu kina mwongozo ambao mwongozo huo unatoka kwa kiongozi aliyesimamisha kikundi hicho, kama unavyoona Jamaatu Tabligh. Mwanzilishi wa Jamaatu Tabligh nani? Muhammad Ilyas Kandahalawi. Muhammad Ilyas Kandahalawi, huyu ndio mwanzilishi wa nini? Wa Jamaatu Tabligh. Huyu misingi aliyeweka Jamaatu Tabligh inapita pale. Ikhwanul Muslimun, waanzilishi wa Ikhwanul Muslimun wakina Hasanul Banna wa Sayyid Qutb, maikhwan wote, Muslim Brotherhood wote wanapita katika misingi aliyoiweka na kuiasisi ya watu hao. Sasa makundi haya yana alama. Nataka nieleze angalau alama chache tu ambazo zingine nitazimalizia siku ya kesho inshallah, ambazo alama hizo ukiwazukuta nazo watu ujue hao ni mahizbi ambao wamekhalif mwenendo na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale waliokuwa wameshikamana nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wana alama nyingi sana. Alama ya kwanza, wao asili yao ni alfurqatu fi din, ni kuwa na mfarakano katika dini, wa da'watu ilaiha, na kulingania katika mfarakano, tahta sitari taaddudi jamaat islamia, lakini wakiwa chini ya pazia ya kwamba Uislamu na makundi mengi, wa annaha yukammilu ba'daha ba'dha, kwamba haya makundi yatakuwa yanakamilishana baadhi yao kwa baadhi. Hapa tutataja maneno ya Abil Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala. Huyu mwanachuoni anasema, wa mimma yadullu ala anna ahla alhadith hum ala alhaq, miongoni mwa mambo yenye kujulisha kwamba watu wa hadithi kwa maana ahli sunna wapo katika haki. Zingatia hapo maneno ya Abil Mudhaffar As-Sam'ani, anasema miongoni mwa mambo yenye kujulisha kwamba watu wa sunna, watu wa ahli alhadith wapo katika haki, annaka law tala'ta jami'a kutubihim musannafa min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim. Anasema lau kama utasoma ukatwalii vitabu vyao vilivyoandikwa kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, vitabu vyao vya zamani na wanachuoni wa sasa, pamoja na kutofautiana miji, huyu yuko Bukene, huyu yuko Dar es Salaam, huyu yuko Bukene, huyu yuko Saudia, au yuko mji mwingine, Ahlus Sunnah wal Jamaa, pamoja na kutofautiana kwao miji na sehemu na wakati, watabaudi bainahum min ad-diyari, na kutofautiana majumba yao, kuwa mbali kabisa majumba yao, wasayakunu kullu wahidin minhum qatran min al-aqtar, ukamkuta mtu mmoja yuko katika mji mmoja, mwingine katika mji mwingine, wajadtahum fi bayani i'tiqadi ala tiratin wahida, utawakuta wao katika kubainisha aqida, kubainisha itikadi yao na misingi yao ni mmoja. Utakapokwenda huko ndani vijijini ukamkuta ahli sunna salafi, utamkuta na yeye msingi wake ni ule ule, na vitabu vyao atakayeandika akiwa mji fulani na akaandika mwingine, misingi yao ni mmoja, hawatofautiani katika jambo la kuandika vitabu. Utakuta njia yao na mrengo wao ni mmoja. Ama akasema, wa amma idha nadharta ila ahli al-ahwa wal bid'ah, lakini ukiwatizama watu wa bid'ah na watu wanaofuata matamanio, anasema raaitahum mutafarriqina mukhtalifin, utawaona wako makundi na wanatofautiana, shi'an wa ahzaban la takadu tajidu ithnain minhum ala tariqatin wahida. Utawakuta wako makundi mengi, haukuti watu wawili wako katika njia moja katika itikadi. Yubaddi'u ba'dhum ba'dha, wanabidaishana baadhi yao kwa baadhi, bali yartakuna ila takfir, bali wanapanda mpaka wanakufurishana. Haya tumeyaona kwa Maansari. Mmeyaona kwa Maansari? Hamjayaona? Yako. Kwani wale matakfiri walitoka wapi?
sikulichimbuka kwa hawa maansar, wakawa wanakufurishana baadhi yao kwa baadhi, wakatoana kwenye Uislamu, wakauana wao kwa wao. Haya ndio anayasema maneno haya Abul Mudhaffar As-Sam'ani, wanachuoni wa zamani. Lakini anakuja kutufananisha leo hii, akasema yukaffiru al-ibnu abahu, mtoto anamkufurisha baba yake, warajulu akhahu, na mtu anamkufurisha ndugu yake, jirani anamkufurisha jirani yake. Tarahum abadan fi tanazu'i, utawaona milele wako katika kuzozana baina yao, wa tabaghudhin, na kuchukiana, wa ikhtilafin, na ikhtilafiana. Tanqadhi a'maruhum, umri wao naisha, walam tattafiqu kalimatuhum, lakini jambo lao haliko moja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, dhalika biannahum qaumun la yaqilun. Allah akawatoa akili hao. Unawahesabu, unaona kwamba sisi tuna umoja, watu wa sunna, lakini wao kwa ndani unakuta wanakulana wenyewe kwa wenyewe, lakini kwa sababu ya mambo ambayo hayana manufaa na dini yao. Umri wao unakwisha, mtu hajui sunna, na umri wake unakwisha, hajui chochote katika sunna wala hajaitetea sunna. Kwa sababu kama una ilmu utaiteteaje vipi sunna? Ukiwaona ni watu wamoja, wakisali Idi wako wamoja, wakikusanyika katika baadhi ya mambo wako wamoja, lakini nyoyo zao zimetofautiana. Akasema wa hadha, ikapakasema kwamba hii ndo hali ya mahizbi. Fala takadu tarahu muttafiqina abadan, hutowaona wako kitu kimoja milele. Fahadha tablighu wa akharu ikhwani kutubiyun, huyu utamuona huyu ni tablighi na adai sunna, na huyu mwingine utamuona ni ikhwani lakini anafuata mrengwa wa Sayyid Qutb. Mwingine utamuona ni fulani anadai sunna lakini anafuata miongozo ya Hasanul Banna. Mwingine utamuona ni Maaribi, anafuata miongoni ya Hasanul Maaribi, miongoni mwa watu ambao waliacha hii da'wa na wakaasisi misingi mibaya. Na mwingine utaona anatetea mji wake, na mwingine utamuona yantami ila jamaati takfir, na mwingine utamuona anajinasibisha na kundi la takfir, na mwingine utakuta yuko katika hizbu tahrir, yeye analingania siku zote kufanya hijra, hana sunna wala hana mji wote. Anaweza kukufurisha miji yote, akamwambia Saudia wapi miji yote ya kikafiri tufanye hijra. Lakini hijra anafanya wapi? Mtume alipofanya hijra alienda wapi? Alienda Madina, kwa sababu huko walikuwa Waislamu. Lakini wao wanalingania hijra, na Mwanza wapo wanazidi kutembea mpaka mingineyo. Lakini wao inawafunga moja kwa moja kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innal ladhina farraqu dinahum, wale ambao walifanya makundi dini yao, wakanu shi'an, wakawa makundi kwa makundi, lasta minhum fi shay'in, hauko katika jambo lolote na wao. Katika alama mojawapo ya hizbia ni kuwa na makundi. Wao wanadai kuwa kitu kimoja, lakini ndani yao utakuta kwamba fulani ni hizbu tahariri, fulani ni ikhwani, fulani ni kadha, wanadai sunna. Hii ni alama ya kwanza, ni alfurqatu fi din, na hili katika miongoni mwa alama za ahlul bid'ah. Alama ya pili katika miongoni mwa alama za alhizbiyya ni raddu alhaqi bishubuhat walakadhibi wattiba'u alhawa, ni wao kuikataa haki kwa sababu ya maneno yenye shubha na maneno ya uongo na kufata matamanio. Hii ni alama miongoni mwa alama za ahlul bid'ah. Jambo la kwanza, nyinyi Ansar Sunna mahizbi mnawafahamu kwa jumla zao. Hizbi Ansar Sunna ambao wamesimama katika njia sururia kumfuata Muhammad Zainu, anaitwa nani? Muhammad Surur Zainul Abidin. Huyu Muhammad Surur ana misingi yake ambayo kaja kwa sura ya salafia, lakini kuna misingi mingi anakataa kutubu salaf. Tutakuja kuona msingi wao na mambo mengi aliyoweka. Katika mambo wanayoyatumia hawa ni kuikataa haki kwa sababu ya maneno ya shubha, maneno ya utata, kwamba sisi hatufuati da'wa salafia. Watu wale masalafi ni watu wa haki, ukitaka watu wanaofuata haki sawa sawa wafuate masalafi, lakini sisi hatuwafati kwa sababu wanatukana. Neno la nini?
shubha. Wamewatukana vipi nyinyi? Wanatuita sisi mahizbi, wanawatukana maulama, wanasema maneno yenye utata, wanawatukana maulama na mashekhe na maneno ya uongo ambayo hakuna uhakika. Wallahi, nani asiwajua maansari na mahizbu walivyowasema vibaya da'wa, walivyosema vibaya hii da'wa, wakawanasibishia mashekhe maneno ya uongo. Na hii ndio kawaida katika misingi ya alhizbiyya. Alitaja Sheikh Muqbil Alwadi'i rahimahullah ta'ala, anasema arkanul hizbiyya thalatha, nguzo za uhizbi ni tatu. Katika miongoni mwa misingi hii ya uhizbi ni ashubuhat, ni alkadhibu watalbis, ni uongo na talbis. Wao wanaikataa haki kwa sababu ya maneno ya uongo. Nadhani Sheikh nani Abu Sumayya Shemagwagwa ameshakueleza uongo wa Sheikh Salim Barahiani dhidi ya hii da'wa. Hapa mmeshayasikia maneno haya na ashaeleza, na huwa anaeleza mara kwa mara alivyowasingizia masalafi maneno ya uongo ya wazi, akawasababishia kuwafanya tamfir watu wengine wasifate haki kwa sababu ya maneno ya uongo. Da'wa salafia na da'wa ya sunna hakuna uongo ndani yake hata siku moja. Hata kama jambo litakuwa linakukandamiza aje, waona watu waenda kule, haifai kuikataa haki kwa sababu ya uongo, kwa sababu ya maneno yasiyokuwa ya sawa. Na hii ndio njia ya watu wa bid'a. Sheikh Rabi' anasema rahimahullah ta'ala, min sifati ahli albid'a, katika sifa za watu wa bid'a, raddul haqqi idha ja'ahum, ni kuikataa haki pindi inapowafikia. Watazyini albatil bishubuhat, na kuipamba batil kwa maneno ya shubha, wal abatil, na maneno ya batil, lianna qulubahum maridha bilhawa, kwa sababu nyoyo zao zina maradhi ya matamanio. Hizi ni sifa za watu wa bid'a. Ndio maana ukisikia mahizbi ni watu wa bid'a kwa sababu ya maneno haya. Hizi ni sifa za watu wa bid'a, kuikataa haki. Mangapi wanayakataa hawa mahizbi katika njia ya sawa, maneno ya sawa. Kwa mfano, miongoni mwa mambo wanayokataa, wanakataa msingi wa kutahadharisha bid'a na watu wa bid'a. Wasema tusitahadharishe jambo hili. Wanaulizwa ya kwamba Allah hakutahadharisha batil, Mtume hakutahadharisha batil, unajua utafarakisha umma kama utabligh. Sasa haya yameingia kwa watu wanaodai sunna, kuikataa haki. Hizi ni sifa za watu wa bid'a. Ukimuona mtu yeyote anajinasibisha na sunna, anaikataa haki, kama alivyosema Sheikh Rabi' kwamba sifa miongoni mwa sifa za watu wa bid'a ni kuikataa haki pindi inapokujia. Na wallahi, ansari yoyote, ashiria wale maami ambao la haula lana wala quwwata, hawana haula yoyote wala hawana quwwa, utawaona wao hawa wanapotezwa namna yoyote. Lakini wale mashekhe wanaijua haki kabisa, lakini kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao, kwa sababu ya mrengo wa nafsi zao, kwa sababu baadhi ya misingi ya da'wa salafia imesimama sawa sawa, ukija mtu na matamanio itakutoa. Sasa waambiwa hii ni haki, waikataa haki kwa sababu ya haya, waikataa haki kwa sababu ya kuipamba kwa shubuhat na maneno ya batil. Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala anasema, min alamati ahli al-ahwa, miongoni mwa alama za watu wa matamanio, annahum yarudduna an-nusus al-wadhiha, wanazikataa dalili za wazi, wayuaridunaha bishubuhat, wanazipinga kwa maneno ya shubha, au biuqulihim al-qasira, au kwa akili zao pungufu, akili zao zenye ukomo fulani, au biakadhib, wanaikataa haki kwa sababu ya maneno ya uongo. ويقدسون الهوى على النص أو يقدمون الهوى على النص, wanaitanguliza matamanio yao juu ya dalili. Hii ni sifa za watu wa bid'a. Na mahizbi wako hivyo, dalili inaweza kasoma akamwambia hapana, mambo yaendi hivyo, wakaikataa haki kwa sababu ya kuipamba batil. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala anasema, isbir nafsaka ala sunna, ivumilishe nafsi yako juu ya kushikamana na sunna.
waqif haithu waqafa alqaum, simama waliposimama watu. Hapa watu ni wakina nani? Masahaba. Simama kama walivyosimama masahaba. Wakul bima qalu, sema na itakidi kile walichokiitakidi. Wakufa amma kafu, na jizuie yale waliojizuia nayo. Wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ma wasi'akum, inakutosha wewe kile kilichowatosha wao. Sasa waikataa haki kwa sababu ya maneno hayo. Alwaqt, naona muda na alama bado ziko nyingi, lakini kwa sababu kesho tupo nitazitaja walau kwa haraka ili tuzifahamu alama. Hapa nimetaja alama mbili. Alama ya kwanza, wao asili yao ni kuwa na furqa, kuwa makundi katika baina yao. Lakini alama ya pili ni kuikataa haki kwa shubuhat, maneno ya talbis ya kuchanganya huku na huku. Na wanaikataa haki kwa sababu ya uongo, wanasema uongo kwa ajili ya kuikataa nini? Haki. Na wanaikataa haki kwa sababu ya kufuata matamanio yao. Wallahi, mtu ambaye ameishi na Ansaru Sunna anayajua haya. Anaikataa haki ya wazi kwa sababu ya nini? Ya matamanio yake. Anataraji kupata fulusi, ana mrengo kupata mambo ya kidunia kwenye jambo la dini. Haki imesimama hivi, anaikataa hii haki kwa ajili ya kutaka jambo lake kwa kufuata matamanio. Nadhani mimi nikomea hapa kwa sababu nishatanabaishwa. Kuulizwe labda maswali au kuadhiniwe alafu taulizwa maswali. Barakallahu fikum.